kile cha Ufunuo sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Nitakusomea hapo, alafu wewe mwenyewe ukiwa na Biblia yako utasoma ukiwa kwako huko nyumbani. Inasema, akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya maji mengi sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama makahaba na machukizo ya nchi. Haleluya, haleluya. Haya maneno, sikiliza, nikwambie mtumishi wa Bwana, nikueleze. Yaani Mungu wa mbingu na nchi, usiku wa kuamkia leo sijalala, Mungu akawa ananifunulia mambo ambayo anakuja kuipiga dunia. Anakuja kumpiga yule mama wa makahaba, Babeli mkuu. Ana jina la siri imeandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. Mungu kanisemesha katika roho, kanichukua, akaanza kunielekeza, akaniambia, angalia watu wengi, mahubiri wanaohubiri, wachungaji, mitume na maaskofu, wamepokea mafundisho ya joka, wanahubiri injili ambayo wakisoma maandiko, injili ya Ufunuo, wanasema hivi: Babeli mama wa makahaba, wamempa jina kwamba ni papa ama kanisa la Roma, amepambwa kwa kitani nzuri. Yaani huyo ndiye amesimama kama mama wa makahaba. Lakini leo nataka nikuonyeshe kwa lugha nyingine ambayo Mungu amepata kunifunulia kwamba mama wa makahaba amezini na wafalme, amezini na kanisa na watu wote, amekaa juu ya maji. 100%, 75% ni maji, 25% ni nchi kavu. Kwa nini dunia iko juu ya maji inaelea? Kwa huyu mama wa makahaba, Mungu akaniambia nakuja kumpiga huyu mama wa makahaba, maana amewalewesha watu wangu kwa mvinyo wake. Amewapa watu wangu kikombe cha uasherati wake, amezini nao. Remo sekondari ya maseke. Sikiliza, nikwambie, huyu mama wa makahaba, Mungu anakuja kinyume chako. Mungu anakuja kinyume chako wewe mama. Babeli mkuu, mama wa makahaba, ambao umewanywesha wafalme wa nchi, umewanywesha kanisa la Mungu mvinyo wako, na wao wamelewa, wamezini na wewe. Umepambwa kwa dhahabu, umepambwa kwa mavazi. Huyu mama wa makahaba, Bwana anakuja kinyume na wewe, atakuangusha, na wote ambao umezini nao atakuangusha pamoja nao. Rebo shanda rabo korianda. Muda wangu ni mchache, hautoshi kuelezea, maana nina ujumbe mzito na sijafunua maandiko. Nina ujumbe mzito na ambavyo sijafunua maandiko ya kusema na wewe, kwa sababu masikio yako yatawasha utakapomjua Babeli mama wa makahaba, yule Yezebeli ambaye wamezini pamoja naye. Huyu mama wa makahaba amezini na kanisa, amezini na wafalme, amezini na watawala. Amewapa mvinyo, na ule mvinyo watu wakarewa kwa ule mvinyo. Angalia maandiko yanasema kwamba amepambwa kwa dhahabu
na lulu na mavazi. Unaoiona ulimwengu wote jinsi ulivyopambwa, unavyopendeza machoni pako, na wewe unakimbilia kuvitafuta hivyo. Majumba mazuri, magari, kila teknolojia, maarifa yameongezeka, utandawazi umeongezeka, amepambwa kwa vitu vya samani. Huyu mama wa Makaba, nitakwambia, amepambwa kwa vitu vya samani, dhahabu, mavazi. Angalia jinsi ambavyo amezini na watu na amekaa juu ya maji mengi. Kanisa la Mungu limepotea. Ndio maana Yesu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hasira ya Mungu iko juu yako, ewe Babeli mkuu. Mungu akatoa tahadhari akasema, msifuatishe namna ya ulimwengu, msifuatishe namna ya dunia, maana nyinyi si wa ulimwengu huu. Lakini kanisa la Mungu limefuatisha namna ya ulimwengu unavyoenenda. Kumbe wanapofuatisha namna ya ulimwengu wanazini na yule mama wa Makaba, Babeli mkuu. Kwa Mungu anasema, nampiga yule mama wa Makaba, maana amewazilisha watu wangu. Na haribu miundombinu yake yote. Na watu vile vitu wanavyovitegemea kwao kwamba ndio faida yao, wanavyovitegemea kwamba ndio faida yao, kwao ndio faida. Mungu anasema hivi, napiga. Ndio mwanzo wa utumwa wa huyu mama wa Makaba. Ndio mwanzo wa utungu. Nilisema katika neno langu kwamba nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Maarifa yatakapoongezeka, lakini sikuambia myafuate maarifa katika ile asili ya rohoni, asili ya Mungu. Mbali katika asili ya Mungu, watu mwende kwa jinsi ya roho, si kwa jinsi ya mwili. Jinsi ambavyo maarifa yanapoongezeka na watu wanayakimbilia maarifa. Ndio maana Kristo anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa sababu maarifa yameondolewa kwenye ufahamu wao. Maarifa yameondolewa kwao. Wanaenda kwa kupapasa, hawajui waendako na hawajui watokako. Ila sisi tunajua, maana Bwana amesema na sisi. Roho wa Mungu anasema na sisi. Huyu mama Makaba anaenda kuondolewa. Na anaenda kulia na kuomboleza, maana hasira ya Mungu imejaa na ghadhabu ya Mungu iko kwa ajili ya huyo mama Makaba. Unamjua mama Makaba wewe? Au ulishazoea kufundishwa kwa mama Makaba ni kanisa la Roma ambaye amezini? Sikiliza, hizo injili mlizopewa, hizo injili. Sasa ufunuo wa roho ndio huu. Mama Makaba ni dunia. Dunia ndio Babeli mkuu. Rabon Morgati na Rabasike. Bwana asema dunia ndiye Babeli mkuu. Ndio maana aliandikwa kwa jina la siri usiolijua wewe. Babeli mkuu mama Makaba. Angalia watu leo, amebeba kikombe kile cha uharibifu, amekishikilia. Kikombe ni nani? Nitakuja nikueleze. Amewajaza watu machukizo yake na uasherati wake. Kila mtu ufahamu wake na fikra zake ameinamia dunia. Kila mtu akili yake na mawazo yake ameinamia dunia, anatafuta maisha yaliyomo ndani ya dunia. Kiu ndani yao imeondoka ya kumtafuta Mungu. Ile njaa ya neno la Mungu ndani yao, wao wana shauku na neno la Mungu ndani yao, imeondoka, imekata. Watu hawana kiu tena na Mungu. Watu hawana kiu ya kutembea na Mungu ndani yao, bali wana kiu na maisha. Wana njaa na tamaa na fedha. Rama seke rima ndari ya baseke. Bwana ameghadhibika. Ndio maana huo ni mwanzo wa utungu, mapigo yanaanza. Vitu vitapanda bei. Lakini sisi hatutaogopa, kama maandiko yasemavyo, wamtumainie Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Japo badilika nchi. Nchi ikiingia kwenye mabadiliko, nchi ikiingia kwenye utungu, nchi itakapoanza kuzofika, watakao mtumaini Bwana hawatajali, hawataogopa, bali wataenda pamoja na Bwana, watakula pamoja na Bwana, wataishi kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Hawataishi kwa kuangalia fedha, hawataishi kwa kuangalia gari wala nyumba wala vitu vinavyoonekana, ila wataishi kwa kuliangalia neno la Bwana linasema nini kwa wakati na majira yaliyoamriwa. Hawataangalia hayo, maana fedha zimetengenezwa na mwanadamu. Kwa yule mama Makaba akawapa fedha,
Reka sikendaramos. Nahisi nguvu za Mungu ndani yangu. Nimejazwa tena. Nimejazwa. Sema muda wangu hautoshi. Siku muda wangu utakapoongezeka YouTube. Sikiliza. Ndipo nitakapohubiri Injili. Na bado